Viongozi wa upinzani wametishia serikali iendelee na kuwakamata viongozi wowote wa upinzani ikiwa wana ushahidi kuwa upinzani umekuwa ukifadhili vurugu nchini. Viongozi hao wakiwa wameongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamesisitiza kuwa hakuna kitakachowazuia kupigania haki kwa familia za vijana wa Gen Z waliopigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano ya amani na kwamba serikali inapaswa kuwajibika. Hii inajiri siku moja tu baada ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kumtaja kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuwa kiongozi wa vurugu humu nchini. Wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka walijiunga na waumini katika ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Namanga, kaunti ya Kajiado. Kwa kuwa ibada hiyo ilikuja siku chache tu baada ya Gen Z kuadhimisha miaka miwili tangu maandamano ya amani ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 60 na mamia kujeruhiwa, viongozi hao hawakuficha maneno yao katika kupigania haki kwa familia hizo. Aenda kutaweka badala ya kukubali kiheshima ya watoto hawa waliouawa, hata hawakubali sisi twende karibu na bunge. Ikatubidi tuweke maua juu ya seng'eng'e. Hilo ni jambo la kiaibu na sio jambo la kiuzalendo. Tulikuwa tunaandamana na wazazi waliohadhirika, kina mama. Walikuwa wanapinga ni watu, inaguza watu hadi hapa Namanga border. Mambo ya ushuru kuongezeka. Zamani ukijiuliza, wakati nimekuwa serikalini na Mheshimiwa Uhuru, lita ya petroli ilikuwa shilingi 159. Kutoka hapa Namanga hadi Nairobi nauli ilikuwa chini. Lakini wenzetu wakakuja na mtindo wa bottom up. Yani kila kitu inatoka bottom inaenda wapi? Up. Nauli kutoka hapa Namanga si imepanda jamani? Wakati ile shule pale Gilgil utumishi inachomeka, siku hiyo ilikuwa siku inaitwa National Prayer Day, prayer breakfast. Maombi yalifanyika pale, ili hali watu wanajua watoto 16 wameaga na hakuna hata kiongozi mmoja. Jameni, kwani tumefika wapi? That cannot prick our consciences. Kwa mujibu wa wanasiasa hao, serikali haikuonyesha hata majuto kwa ukatili iliyowafanyia vijana na kwamba inapaswa kuzungumza wazi kuhusu swala la fidia ambayo wanasema imekuwa ikitumiwa kisiasa. Haki ama bado? Serikali imepeana pesa kwa familia shilingi milioni 3 kwa kila familia. Lakini tunasema sio pesa tu wanahitaji, zile familia pia zinahitaji haki. Wale askari polisi waliotumia risasi na bunduki kuwaua wafikishwe mahakamani na wachukuliwe hatua ya kisheria. Serikali imekuwa ikidai kuwa viongozi wa upinzani wamekuwa wakichochea vurugu na kwa hivyo wanapaswa kuwajibishwa kwa vifo na uharibifu wa mali wakati maandamano hayo yanapotokea. Viongozi hao pia walitaka viongozi wa kidini kuendelea kuombea taifa hili, wakisema kuwa nchi inaelekea upande mbaya kutokana na kuongezeka kwa vitisho na unyanyasaji dhidi ya viongozi wa upinzani. Tukizamia sasa ziara ya Rais Mlimani